tarehe 31 mwezi wa 3. Wakidosa tumeanza kuziona mwezi wa 3. Tarehe 31 mwezi wa 3 kupitia vocha 2430 ililipa shilingi milioni 251 kama malipo ya kazi maalum. Haijaelezwa ni kazi gani. Milioni 251 na laki 3 zimelipwa kwa ajili ya kazi maalum. Sasa waliofanya kazi wenyewe hawaonekani. Hebu tuangalie kwa siku wewe una kazi maalum ya kujilipa posho milioni 251 na laki 3 ni ipi? Kwa hali ya kawaida, nyinyi wote ni watumishi wa umma. Hizo kazi zenu mlizopewa za kusimamia, kuandika, peleka huko, kwenda kukagua mahali humu ndani ya wizara, lakini unajipa milioni 251 kwa kazi maalum. Labda makatibu wakuu mtatusaidia kutuambia kazi gani mwenzetu mlizonazo za kujilipa milioni 251 kwa siku hii moja. Hiyo ni moja. Tarehe 31 hiyo kupitia vocha 2433 mlijilipa milioni 198 na laki 8. Kuna kitu kinaitwa honoraria. Kwa hiyo tarehe 31 kama ndio honoraria mlijilipa milioni 198 na laki 8, na hii kazi maalum ambayo tujui ni ipi milioni 251. Hebu zijumlishe hizo shilingi ngapi? Siku moja zidisha mara siku mnazokaa hapa. Tarehe 8 mwezi wa 4 kulipwa milioni 44 na laki 5. Na waliolipwa watu 27. Tena kazi hiyo ni ya wiki 4. Tarehe 13 mwezi wa 4 zililipwa fedha milioni 155 laki 295,000. Kazi hizi ni za wiki 3. Tarehe 8 mwezi wa 4 kwa wiki 4, tarehe 13 mwezi wa 4 wiki 3. Sasa ni wakati gani mliweza kutofautisha jukumu la wiki 4 na jukumu la wiki 3? Na lile jukumu lenu la kila siku la mwezi mzima ambako unapata mshahara. Hii huwa haikai vizuri akilini. Hao waliolipwa milioni 155 laki 2 walikuwa 25, lakini kuna orodha nyingine 38 jumla watu 68. Mwezi huo tarehe 30 mwezi wa 4 zililipwa milioni 43 na laki 9 kwa ajili ya kuandaa tu mpango wa kuhifadhi mazingira. Yaani mko ofisini mnaandaa mpango wa kuhifadhi mazingira, mnajilipa milioni 43. Lakini siku hiyo ikalipwa milioni 14 na laki 4 kwa ajili ya siku ya wanawake. Kwa hiyo ikitokea siku ya vijana, siku ya wanawake, siku ya wazee, na huku mnajilipa. Tuna sherehe ngapi? Je, watumishi wote wanakwenda kwenye sherehe zile tukiamua kuwalipa, tutajenga zahanati sisi? Tutajenga vituo vya afya? Lakini siku hiyo tarehe 30 mwezi wa 4 tulipa tena milioni 43 na kufanya jumla milioni 101 na laki 8 siku moja tu. Siku ya May Day tarehe 1 mwezi wa 5 asubuhi zililipwa milioni 184 laki 1. Milioni mamia tu. Alafu mchana zikalipwa milioni 264. Jumla milioni 300. Hii tarehe 1 milioni 184, milioni 264, kama milioni 400 plus. Siku moja. Tena siku ya May Day. Sisi tuko Mwanza, tunasherehekea May Day. Huku nyuma watu wako ofisini, siku ya wafanya kazi, public holiday. Nyie mko huku ndani, mmelipana asubuhi milioni 184 laki 1, mchana milioni 264. Tulitegemea siku ya May Day tungeukuta au Jamhuri au Mwanza
unapewa tuzo yako kwa kazi mzuri siku ya May Day, lakini nyinyi mna tuzo zenu mu ndani. Tarehe 3 yake sasa zimetumika milioni 146 na laki 5 kwa ajili ya kuandika mpango wa kazi wa manunuzi. Yaani nyinyi mmekaa mnasema tunataka kuandika mpango kazi wa manunuzi, mnajilipa milioni 146. Sehemu ya kazi yenu. Ni sehemu ya kazi yenu au sio sehemu ya kazi yenu kuandika mpango wa manunuzi ya kazi? Na kama sio kazi yenu, nani aliwaletea kazi hiyo hapa kufanya kazi hiyo? Kama nyinyi sio wahusika wa hilo jambo, kwani usingepeleka TAMISEMI huko? Kwani usingepeleka mambo ya ndani huko? Nani alileta hapa? Sasa maswali haya mjiulize wenyewe. Lakini kama ni jukumu lenu kuandika mpango, kuandika tu mpango wa manunuzi, halafu unajilipa posho milioni 146 laki 5, tutafika? Kuna orodha ya waliolipwa watu 125. Yaani kazi ilikuwa inaandikwa na watu 125. Na majina yapo hapa. Haya. Orodha ndefu kabisa. Tena sio majina vifupi fupi, sio wakina nani hawa. Kuna GDD, EFD, IAU, AHRMD, FISMD. Hakuna majina, ni hivyo vidude. Na mimi hapa ningeandika hapa WM, si ndio? Ndio maana yake. Sivyo? Hivi sivyo? Kwani usiandike jina la mlipwaji? Nini imekuogopesha wewe kuandika jina la mpokeaji fedha, ukaandika cheo tu na ukathibitisha malipo? Kwa nini? Tarehe 3 mwezi wa 5 zimetumika milioni 171 na laki 2 kuandaa nyaraka za bunge. Kwa nini si wakati wa kwenda bungeni umefika? Kwa nini msimwandalie waziri nyaraka? Kwa hiyo kuandaa taarifa ya kumpa waziri aende akasome, mmelipana milioni 171 laki 2. Tupangu namba 4 hapa. Kulikuwa na malipo hapa ya haya ni ya malipo ya milioni 155. Kuna mtu ana cheo cha AIAG/TA amejilipa maeneo mawili. Eneo la kwanza, posho ya maandalizi ya kazi na ufuatiliaji wa nyaraka. Lakini pia akajilipa kwenye eneo jingine la posho ya viongozi kwa ajili ya kupitia taarifa. Yaani unaandaa mwenyewe unajilipa, unakuja kupitia taarifa hiyo unajilipa. Haisikani. Sio utaratibu. Sio utaratibu kabisa. Halafu posho nyingine zilipwa kwa ajili ya kuchambua miongozo ya kazi, kufanya uchambuzi wa nyaraka, unajilipa posho milioni 155. Kazi nyingine, kazi ya kuratibu zoezi la ukaguzi, unajilipa na posho. Kazi nyingine, uandishi wa taarifa ya ukaguzi. Yaani hii kazi ya ukaguzi hii imelipa posho kwenye maeneo 4. Kazi ya kwanza kuipitia, ya pili kufuatilia, la 3 kuchambua mwongozo, kazi ya 4 uratibu wa zoezi la ukaguzi na uandishi. Kila item imelipa posho. Haisikani. Huu utaratibu wa wapi? Wenzangu wizara fedha, utaratibu wa wapi huu? Mnazidi kutupunguzia imani ya kwamba kama kweli fedha inayokusanya kule chini inakuja hapa inatunzwa yote. Sijaja kwenye eneo la kuhamisha mafungu kutoka fungu A kwenda fungu B. Lakini sijaja na utaratibu mlionao wa kutoa fedha hapa mnazitanguliza mbele kwenda Morogoro, alafu mnazifuata huko.